Basi ninaendelea na mwendelezo wa masomo ambayo Roho Mtakatifu alinipa miaka 4 iliyopita, mwaka 2022. Nimepewa mambo haya na Roho Mtakatifu kwa ajili ya matengenezo ya kanisa la Pentecost. Na Roho Mtakatifu alikuwa ananiambia kwamba umepata neema hii kutoka kwa Mungu ya kusikia sauti ya Mungu moja kwa moja. Na neema hii ni neema ya kanisa, sio neema yako tu, ni neema ya kanisa. Na Roho Mtakatifu ananiambia kwamba nimekupa mambo haya katika kipindi hiki ambacho ni kigumu sana. Kipindi ambacho ni kigumu kwa maana kwamba kanisa liko kwenye ukame wa kiroho. Kanisa la Pentecost liko kwenye ukame wa kiroho. Kwa Roho anasema utakapokuwa unawaeleza hapa mambo haya nimepewa na Roho Mtakatifu. Maana nimeandika vitu vingi, kuna majarida hapa nimeandika, baadaye nitageuza itakuwa vitabu na viko kwenye soft copy. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo Roho Mtakatifu amenipa, sio mambo ya kujitungia kama wanadamu. Kwa hiyo Roho ananiambia nimekuita kwenye kipindi hiki ambacho ni kipindi kigumu. Kanisa liko kwenye ukame wa kiroho na wajanja wengi wametokea kwenye kanisa hili. Wamejifanya wanajua Biblia, wanabishana, wanasema mimi najua. Wameacha maelekezo ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo niko kwenye mwendelezo wa somo na wasema Wapentekoste wameingiza mambo mengi katika kanisa. Lengo nini? Na kama Pentekoste, maana sisi Wapentekoste turekebishe. Nasoma hapa kwenye kitabu hiki ambacho nimeandika ni maelekezo ya Roho Mtakatifu. Nasema hivi, Wapentekoste wameingiza vitu vingi sana katika kanisa, wana vitu vingi sana katika kanisa. Wameongeza vitu vingi sana ambavyo hata vingine havipo katika Biblia. Wameingiza liturujia. Liturujia haipo katika Biblia. Imeongezwa na wenyewe na wanajiita Wapentekoste. Wameweka liturujia. Kwa nini wameweka liturujia? Wanasema, sisi hatuna liturujia. Wanayo liturujia kwa sababu katika ibada zao wanafuata liturujia. Wanasikika wanasema, sasa tunaanza na kitu fulani, tunakwenda na kitu fulani, tunarudi na kitu fulani, alafu tutasema kitu fulani. Sasa wameingiza liturujia, wakaweka liturujia, alafu wanasema sisi hatuna liturujia. Sasa mbona wanafuata liturujia? Wanasema sisi tunaongozwa na Roho. Roho yupi anaongoza? Ni liturujia tu hapa, hakuna cha roho hapo, ni liturujia tu. Narudia sentensi ya mwisho, nasema hivi, wanasema sisi tunaongozwa na Roho. Roho yupi anaongoza? Liturujia ni liturujia tu hapa, hakuna cha roho hapo, ni liturujia tu. Kwa hiyo Roho anapoliangalia kanisa la Pentecost, kwa hiyo sisi tunajigamba kwamba hakuna makanisa mengine wao wanafuata liturujia, wameandika masomo yao na ibada zao, wanasoma kwenye makaratasi na nini. Lakini Roho Mtakatifu anapoliangalia kanisa la Pentecost, anasema mbona tuna liturujia? Kwa sababu liturujia ya Wapentekoste haijaandikwa rasmi, lakini kwenye ibada zao wanafuata liturujia. Wanasema tunaenda na liturujia, maana ni mwongozo wa ibada. Liturujia sio dhambi, ni ratiba au ni mwongozo wa mambo yanayotaka kufanyika katika ibada. Kwa hiyo makanisa mengine yana liturujia, lakini Wapentekoste tumejigamba kwamba hatuna liturujia. Lakini Roho anasema mbona mnayo liturujia? Si mnapofika kwenye ibada mnasema tunaanza na jambo fulani, tunaenda na jambo fulani, tunarudi na jambo fulani. Hiyo anasema, je, hiyo sio liturujia? Roho Mtakatifu analiona kanisa linajigamba kwamba sisi tunaongozwa na Roho. Sisi ni Wapentekoste, tunaongozwa na Roho Bwana. Tunaongozwa na Roho, na muda na muangalie muda nini. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anataka turekebishe mambo haya. Kama kweli tunaongozwa na Roho, tuongozwe na Roho. Liturujia sio mbaya, au muongozo ibada sio mbaya, lakini cha msingi tumsikilize Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anachosisitiza hapa ni kwamba Wapentekoste wengi siku hizi wana wimbo tu kwamba tunaongozwa na Roho. Nimeongozwa na Roho. Nimeongozwa na Roho. Anasema nimeongozwa na Roho.